Waebrania 12:29 Biblia inasema Mungu wetu ni moto ulao, na ukisoma pia katika Ufunuo 1:14 macho yake ni kama miale ya moto. Mpendwa, Mungu wetu ni moto. Moto ni kitu ambacho kinaunguza. Ukikiweka kitu chochote kwenye moto, nzi hawezi kusogelea. Kwa hiyo sasa, kama Mungu wetu ni moto, hata sisi ni moto. Biblia inasema katika Waebrania 1:7 hufanya watumishi wake kuwa miale ya moto na malaika zake kuwa pepo. Mpendwa, kati ya kitu ambacho Mungu ameturithisha ni kwenye kinywa chetu. Moto. Ukiangalia pale katika Matendo ya Mitume 2, siku ya Pentekoste, kulionekana dini kama za miale ya moto. Maana yake kwenye kinywa, maneno yaliyokuwa yanatamkwa ni maneno ambayo yana nguvu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo moto ulionao sio wa kawaida. Kama utajishughulisha na maombi, ukawa na neno ndani, kile utakachokuwa unakitoa ni moto, kwa sababu neno ni Mungu mwenyewe. Ukisoma katika Isaya 54:17 inasema hakuna silaha yoyote itakayoinuka juu yako, na kila ulimi utakaoinuka utahukumu kuwa mkosa. Biblia inaendelea inasema, na huu ndio urithi wa watumishi wake. Mpendwa, kati ya kitu ambacho Mungu ametupa urithi ni ulimi. Ukajaa nguvu ya Mungu, kitu utakachokisema ni kitu kikubwa sana. Waangalia kama mizeituni wawili, utasoma pale mwenyewe Ufunuo 11, soma mizeituni, walikuwa wakitoa kwenye kinywa chao moto kwenye vinywa vyao. Kwa hiyo sio jambo la kawaida. Nasema hivi, ukiona kuna moto, kuna maji. Kuna watu wengine mnaota ndoto, mnaona maji mengi, maana yake wewe wanataka kukuharibia maisha yako. Sasa ukishaona maji mengi, ita moto yalambe yale maji na wewe uwe salama, kama alivyofanya Elia. Akamwambia wekeni maji, mapipa 4 yakawekwa kwenye ile sadaka, akaita moto. Moto ukaja ukashuka. Moto ni Mungu mwenyewe. Haijalishi unapata upinzani aina gani, iwe kazini, iwe kwenye ofisi yako, kwenye biashara, washa moto. Kuna sehemu kwenye Biblia inasema amkusikia mioyo yenu haikuwaka moto. Ukiwa na moto ndani, hata ile hasira kuhusu Mungu, ule ni moto unakuwakishia ndani. Mpendwa, kuwa na moto uweze kuzuia kazi za shetani. Usipokuwa na moto utabaki kuwa pale pale. Tuangalie wale ukisoma katika Ezekiel 1 pale utaona wenye uhai 4 walikuwa na sura ya ng'ombe, tai, mwanadamu na simba. Kwa nini walikuwa na sura hizo? Ule walikuwa ni mfumo wa malaika. Wakitaka kutokea, wanatokea kwa mfumo aina yoyote. Malaika wao hawana size,
Sometime wanaweza wakaja ukaona amekuwa mrefu mpaka juu, kwa sababu hawana size. Kwa hiyo zile sura unaweza ukatokewa, Mungu anaweza akakutokea kwa sura ya simba mpaka kuwa kiroho, kwa sura ya mwanadamu, kwa sura ya ng'ombe, kwa sura ya tai. Tai mwenyewe anawakilisha ndege wa angani, simba anawakilisha wanyama wa mwituni, ng'ombe anawakilisha wanyama ambao wanafugwa nyumbani, na mwanadamu anawakilisha wanadamu. Sasa inategemea Mungu anakutokea katika mfumo gani. Hilo ni somo nyingine, lakini Biblia inasema wale viumbe walivyokuwa wanaonekana wenye uhai walikuwa wanaonekana kama makaa ya moto, na ule moto ulikuwa ukipanda na kushuka, ukipanda na kushuka, na ulivyokuwa unafanya hivyo, ukiwa unageuka unazalisha umeme. Nguvu yako ikiwa kubwa inakuwa kama umeme, na adui hawezi kusogea katikati yako. Nami nakubariki jioni ya leo ukapata kuwa na nguvu ya kushinda adui zako, na hizo nguvu kapige maadui zako popote walipokushika. Kila pando la uharibifu na giza lisisimame juu yako, na mamlaka ya kipepo isiwe juu yako, na kutakia usiku mwema na ukawe na nguvu katika jina la Yesu, amen. Kama umependa ujumbe wetu, tufollow ili uendelee kupata jumbe nyingine, na Mungu akubariki.